Siku ya tarehe 4 Machi mwaka 2026, hali ya utulivu katika usikilizwaji wa kamati ndogo ya Seneti kuhusu masuala ya kijeshi ilivunjika ghafla, ambapo Brian McGuinness, veterani wa jeshi la majini na mgombea wa kiti cha Seneti kutoka North Carolina, alisimama na kuanza kupaza sauti yake kupinga ushiriki wa Marekani katika mizozo ya kigeni. McGuinness alitoa ujumbe mzito akisema, "America does not want to send its sons and daughters to war for Israel." Yaani Marekani haitaki kutuma watoto wake wa kike kwa kiume vitani kwa ajili ya Israel. Alikuwa akipinga kile alichokiona kama hatari ya Marekani kuingia kwenye vita kati ya Israel na Iran. Kwa mujibu wa ripoti, katika hali isiyo ya kawaida, seneta mwenzie aliyefahamika kwa jina la Tim wa Montana, ambaye pia ni veteran wa Navy SEAL, aliondoka kwenye kiti chake cha wenyekiti na kujiunga na polisi wa Capitol kumdhibiti McGuinness kutolewa nje. Wakati maafisa wakijaribu kumtoa McGuinness nje, mkono wake wa kushoto ulinaswa kati ya mlango na fremu yake. Mashuhuda walipiga kelele wakimtuhumu seneta mwenzie kwa kumvunja mkono mwandamanaji huyo wakati wa harakati za kufungua mlango. McGuinness alithibitisha akiwa nje ya ukumbi kwa mkono wake ulikuwa umevunjika, jambo lililopelekea apelekwe haraka katika hospitali ya George Washington University kwa matibabu. Tukio hili limeacha maswali mengi kuliko majibu. Polisi wa Capitol wanadai kuwa McGuinness alijisababishia jeraha mwenyewe kwa makusudi ili kuzuia asitolewe nje ya chumba. Kwa upande mwingine, Senator Shea anasema kuwa alikuwa akijaribu kusaidia kutuliza hali hiyo dhidi ya mtu aliyekuwa amechanganyikiwa. Kwa sasa, McGuinness anakabiliwa na mashtaka mazito ikiwemo kushambulia ofisa wa polisi na maandamano yasiyo halali, huku mkono wake ukiwa na bandeji. Mimi ni Gina Baltazari, una maoni gani kuhusu hili?